Kumbuka basi, kuwa ayatola si kuwa tu ayatola kiongozi wa nchi, lakini wewe unakuwa kama kiongozi wa dini, kiongozi mtakatifu, ayatola. Sasa pindi tu ayatola wa kwanza alipopata uongozi, ndivyo huyu Ayatola Ali akapata mamlaka pia. Aliweza kuchaguliwa kama rais ambaye alihudumu chini ya uongozi wa Ayatola wa kwanza. Alikuwa pia katika lile baraza la mashauriano, baraza kuu la Ayatola, baraza ambalo lilikuwa linamshauri Ayatola jinsi ya kuendesha nchi. Mwaka wa 1981 ikiwa ni Juni tarehe 27, walikuwa wameketi pahali na walikuwa wanaketi wanasikiza labda redio. Inasemekana kwamba kulikuwa na kombora ambalo liligeuzwa kama tape recorder, na bomu hili liliweza kulipuka pahali ambapo Ayatola alikuwa, na Ayatola aliweza kuponea. Ayatola aliweza kuponea, lakini kuponea lile kombora ama bomu, aliweza kuumia mkono wake wa kulia, na mpaka kufa kwake Februari mwaka wa 2026 alikuwa amepata kupooza mkono ule kutokana na ile mashambulizi ya ile kombora.